Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, ndugu zangu katika imani na vile vile wafuatiliaji wa chaneli hii ya Koichi Abubakar Dawa katika Jamhuri ya Kenya, basi tunawaenzi na kuwapenda. Leo tena ikiwa ni siku nyingine tofauti na siku ya jana, baada ya Waislamu kuwa katika sikukuu ya Idi, sasa tuko katika mwezi wa Shawwal na tunawapa kongole ama hongera wale wanaozidi kufunga sita tu Shawwal. Mwenyezi Mungu afanyie wepesi na aweze kuwalipa kiduni wal akhirah. Alhamdulillah. Ndugu zangu katika imani na vile vile ndugu zetu wafuatiliaji wa chaneli ya Koichi Abubakar Dawa, leo tukiwa katika ziara zetu, ziara za kufikisha neno la Mwenyezi Mungu, kwa maana Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuita kuntum khayra umma ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi ila al-akhir al-aya. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema adinu nasiha, basi dini ni nasiha ama kunasihiana, na lazima tuweze kunasihi watu wapate kujua ujumbe wa kweli ama dini ya kweli ni ipi, kwa maana Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema inna dina inda Allahi al-Islam, dini mbele yake ni dini ya Uislamu. Kwa hivyo leo tukiwa katika maeneo mbalimbali na tunaangalia tuweze kuzungumza na baadhi ya ndugu zetu ambao kwamba leo wanapita njia na katika kupita barabarani ndio tuweze kuwafikishia neno la Mwenyezi Mungu inshallah. Vijana vipi? Mko poa? Asante sana. Basi alhamdulillah, kuna ndugu wetu pande hiyo wa pili, tumsalimie. Ndugu jambo, habari gani? Nzuri. Ndio, waitwa nani? Naitwa Lochi. Loti. Asante Loji, wewe ni mtu wa dini gani? Mkristo. Mkristo. Asante. Mimi ni Muislamu, naitwa Abubakar Koech. Mimi ni Muislamu na katika Uislamu tumeamrishwa kuwapenda manabii. Na alhamdulillah Waislamu tumekuwa katika mwezi mtukufu, mwezi wa Ramadhan tumemaliza. Leo tuko katika mwezi wa Shawwal. Na kuna wengine pia wanaendelea kufunga siku 6 katika yale masiku. Kwa hivyo wewe umesema unashiriki na kanisa gani? PCEA, Full Gospel, Redeemed, Jehovah Witness? PCA. Asante sana. Je, katika PCA mnafundishwa ya kwamba Mungu ni wangapi? Mmoja. Ni mmoja. Yes, mimi nasikia katika PCA naamini kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na kuna Mungu Roho. Au ni wangapi? Watatu. Okay, 3 in 1 Hapana. Je, Mungu Baba ni nikisema Mungu Baba ni hiyo ni ngapi? Hiyo ni 2. Mungu Baba, Mungu Mwana? Watatu. Oh, kwa hivyo katika PCA mna Mungu wangapi? Watatu. Mungu anakubali kuwa watatu? Hapana. Asante sana. Ushawahi kuona kitabu cha Qur'an? Hii ndio kitabu cha Qur'an. Unaona? Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an sura 5 aya 72, 5:72 Mwenyezi Mungu anasema hivi. 73, tunasoma 73 ndio tupate uhondo kabisa. Mwenyezi Mungu anasema kwa hakika wamekufuru wale waliosema Mwenyezi Mungu ni mmoja katika wale waungu watatu, yeye ndiye watoto wao, hali hakuna Mungu ila Mwenyezi Mungu mmoja tu peke yake. Na kama hawataacha hayo wanayoyasema, kwa yakini itawakamata wale waendeleao na ukafiri miongoni mwao adhabu iumizayo. Mwenyezi Mungu anaahidi ya kwamba wale wanaendelea kusema Mungu ni watatu, kwanza Mungu anasema huo ni ukafiri, na Mungu anasema kama hawataacha kusema hayo maneno kwamba Mungu ni watatu, basi Mungu anasema itawakamata adhabu iumizayo. Je, wewe unaweza kustahimili adhabu ya Mungu? Hapana. Sasa kama Mungu hawezi kustahimili adhabu ya Mungu, Mungu anatuambia katika Qur'ani hii sura ya 112, sura Al-Ikhlas, sura ya 112 aya ya kwanza hadi 4. Ushawahi kuona Qur'an ndugu yangu? Hujai kuona? Hii ndio inaitwa Al-Qur'an, kitabu kitakatifu. Mungu anasema hivi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul wallahu ahad, sema yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Ukisema Mwenyezi Mungu mmoja tu ni kumaanisha hakuna mwingine. Hivyo. Sasa kwa hivyo Muislamu hatakani kuwa na Mungu Baba wala Mungu Mwana wala Mungu Roho. Yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Mwenyezi Mungu tu ndio anastahili kukusudiwa na viumbe vyake vyote kwa kumwabudu na kumwomba na kumtegemea. Yaani kama wewe ni mtu ambaye kwamba unaamini Mungu ni mmoja, basi unafaa kumtegemea Mwenyezi Mungu kwa kumwabudu na kumwomba na kumtegemea. Unaona? Yaani unafaa kumtegemea kwa kumwabudu na kumwomba, sawa sawa? Hivyo. Asante. Na Mwenyezi Mungu ambaye kwamba tunazungumzia ni lam yalid wala yulad, hakuzaa wala hakuzaliwa, wala yakul lahu kufuwan ahad, wala hana anayefanana naye hata mmoja. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba huyu Mungu ambaye kwamba Waislamu wanamwabudu afanana na kitu chochote, wala hakuzaa wala kufanya nini? Hakuzaa wala hakuzaliwa. Kwa maana kilichozaliwa kina deni ya kulipa, kinafaa pia kinachokizae
Na kwa mfano wewe umezaa, si ndio? Ama wewe ulizaliwa. Lakini unataka kujivunia babako, unataka kujivunia mjukuu wake. Na wewe uzae pia vile vile ajivunie nani? Mjukuu. Lakini Mungu hahitaji kizazi, kwa maana yeye Mwenyezi Mungu anajitosheleza. Umeelewa ndugu yangu? Hiyo ndio imani ya Kiislamu. Unaonaje, ni mbaya? Mzuri. Sasa na wewe pia karibu katika Uislamu bana. Haya. Unasemaje ndugu yangu? Sawa sawa. Kwa Muislamu si lazima tukuingize kwenye maji ama tukupeleke paka mto Ndarugu. Sasa hivi mto Ndarugu imejaa sana na unakuta watu wanabatiza mtu kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Hiyo maji ni machafu kabisa. Ukiingizwa mara nyingine unakunywa ile maji. Unaona? Sasa katika Uislamu sisi tuna wasilimisha watu kuleta watu katika Uislamu. Ndio. Sawa sawa. Sasa unasemaje ndugu? Ama una swali yote kabla tuja kusilimisha? Hapana. Sina swali. Ndio. Unasema unatoka sehemu gani hapa Kenya? Nakuru. Nakuru wapi? Solai hapo. Solai kuna msikiti? Hapana. Lakini hapa Nakuru unafanya kazi gani saizi? Nilikuwa tu nimekuja kutembea. Kutembea. Sasa ukitembea usitembee tu ukatembea ukaangalia wanyama, ukaangalia baadhi ya maduka. Tembea kwa msikiti pale, tembea pale kwa msikiti. Unaona bana? Sasa unasemaje tujiunge pamoja tuwe watu wa dini moja, tuabudu Mungu mmoja? Kwa maana dini haiwezi kuwa mbili, lazima dini iwe moja. Mungu hawezi kuwa watatu, lazima Mungu awe mmoja. Sasa kitabu chake hakifai kuwa kitabu zaidi ya mmoja. Kitabu cha sasa hivi ambacho kama kinatawala ulimwengu ni Quran, the last revelation, ufunuo mwisho. Sasa unasemaje wewe kuingia katika Uislamu? Hata huyu ndugu yangu unamuona ameshika kamera hapo, alikuwa mwanzo si Muislamu lakini amesilimu. Unaona? Yeye anatoka Maralal. Unajua Maralal? Hapana. Wewe ni Samburu na pia vile vile Turkana. Sasa unasemaje ndugu yangu? Karibu. Sawa. Uko tayari? Mimi niko tayari. Sasa wewe utafuata haya maneno yangu ili uwe kwa Muislamu, sawa? Sema bismi lahi rahmani rahim ashhadu alla ilaha illa Allah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Nakubali na kukiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba Mwenyezi Mungu ni Mungu mmoja tu na Muhammad ni mtume wa Mungu na Isa Yesu ni mtume wa Mungu. Sasa ushakuwa Muislamu, kwa hiyo maneno machache ushakuwa Muislamu. Katika majina mazuri ya Kiislamu unapenda gani? Kwa maana pengine kuna ile jina unasema mimi nikiwa Muislamu mimi napenda kuto fulani. Unapenda jina gani? Iko Muhammad, iko Ibrahim, iko Yusuf. Unapenda Yusuf? Jina lako nyumbani unaitwa nani? Charles Lodge. Sasa utaitwa Yusuf Lodge. Charles ndio tunatoa. Hiyo tunarudishia wazungu kule. Tunasilimu vile umesilimu umechukua jina lako nzuri hiyo. Yusuf itaitwa Yusuf Lodge. Karibu sana katika Uislamu Haya. Sasa inshallah kabla hujarudi Solai tupitie pale saa 10 pale kwa msikiti, nitakuwa pale nje nitakungoja. Sawa. Tafadhali. Haya. Asante sana. Basi ikhwani, tunazidi kuendelea na kuwafikia baadhi ya ndugu zetu ambao kwamba tuko nao hapa. Madheo horo wako. Tunasalimia kidogo na tuwajulia hali. Tunajua ni vizuri kuwajulia hali, naona mnyama biashara hii soko mpya. Ndio, mimi naitwa Abubakar, mwalimu Abubakar. Na wewe madhe? Mimi naitwa Mama Jane. Nauza mitungi stage 11. Okay. Hata dada Jane, nimefurahi kukujua kwa maana ni miaka mingi nimekujua, si leo peke yake. Ulikuwa unapitaga pale saa zingine umebeba kuku sijui. Pale kwa msikiti. Asante. Sasa na mimi Majani, kwa maana tumeishi pamoja na tumeishi kama jirani wazuri. Si leo sisi tumekuja kukukaribisha. Tumekuja leo kukukaribisha. Kunikaribisha Kwa Uislamu. Hapana. Hiyo niko na dini yangu mimi. Dini yako gani mami? Hiyo tusiongelee kwa sababu ni yetu. Hiyo ni dini yangu ile ya Uislamu. Labda hivyo kila mtu ako na dini yake. Kweli tangu, lakini sasa sisi kama Waislamu Mwenyezi Mungu ameteremsha vitabu vinne: Taurati, Zaburi na Injili na Qur'ani. Na vitabu vyote vilikuwa na ujumbe mmoja. Ujumbe ya kwamba Mwenyezi Mungu anastahili kuabudiwa ni Mungu. Huyu ni rafiki yangu pia. Okay. Sasa basi Mama Jane, mimi bana nimesema kidogo nakuja kutembelea, sawa?
Vipi bro? Unataka namna gani? Ni salamu tu. Mimi naitwa Abubakar. Unaitwa nani ndugu yangu? Hujaniambia Ni salamu tu, tujuane kwanza ndugu yangu. Wote wanajuana kwanza. Unajua huwezi tuma message kama hujui ni nini. Okay, sasa sisi ni Waislamu na tumetembea, katika kutembea hapa tumekuja na neno la Mungu. Neno la Mungu. Neno la Mungu. Neno la Mungu liko sawa kabisa. Sasa si mambo ati mambo ya uchumi ya Kenya, hapana. Siasa hapana. Na sisi hapana. Tuweke Mwenyezi Mungu mbele. God first. Na yeye ndiye mwenye kutuchunga. Yeye ndiye anajua maisha yetu pahali iko. Ndio. Baada ya siasa, wacha tuweke Mungu mbele. Huyo ndio anaweza tusaidia. Ni kweli, ndio ananyesha mvua. Ananyeshesha mvua, anatupea chakula, anatupea afya, anatuongezea miaka. Na hakuna binadamu anaweza fanyia mtu namna hiyo. Kwa hivyo tuweke mbele, tuweke Mwenyezi Mungu mbele yetu. Pahali pote unaenda, unaweka Mwenyezi Mungu mbele. Hata Biblia inasema namna hiyo. Sasa yangu. Ni kweli vile ulivyosema, mimi naona kweli wewe ni mtu mpepo, mambo ya Mungu hutaki mchezo nayo. Na Mungu ametumba sisi. Ametuletea mvua kama unavyosema. Unaona bana? Yeye anafanya, sisi katika Kiarabu tunasema faalu, yeye Mwenyezi Mungu ni faalu limarurid. Anafanya anavyotaka yeye. Sisi wanadamu tuwezi kusema ati nini, lakini Mungu ndiye anafanya. Sasa ndugu yangu, mimi na ujumbe mmoja kwako. Nimekuja kukaribisha wewe katika dini yetu ya Uislamu. Nikasema angalau nisinyamaze na dini yangu msikitini. Nitoke kwa street kidogo. Niwaeleze watu kuhusu ujumbe wa Uislamu, kwa maana Uislamu tumetumiwa takriban manabii 124,000. Na katika manabii yuko Yesu ndani, yuko Musa ndani, yuko Muhammad ndani. Wote tunawaamini. Je, una swali yote pengine ungependa kuuliza mwalimu? Sasa dini ya Uislamu ni dini mzuri sana. Sababu hata jana wakati tulipokuwa hapa jana kulikuwa na sherehe. Ndio. Na MCA wetu wa hapa Nakuru anaitwa Fadhili Msuri. Alitualika pale kwake. Ndio. Pale Msalaba. Na tukakula sherehe mzuri sana. Kwa hivyo dini ya Waislamu iko na utu na roho mzuri. Ndio. Mimi naweza muunga mkono niseme dini ya Waislamu iko na haki. Sababu jana hakuna Christian alituitia sherehe, lakini tuliitiwa na Waislamu na tukaenda wakatualika na mamukuri yao na tukashukuru Mwenyezi Mungu. Asante. Unasema huyu MCA wetu wa town hapa Fadhili Msuri ndio aliwalika. Fadhili Msuri namba moja. Fadhili Msuri namba moja. Na naweza sema tena Mungu akituwezesha to 2027 Fadhili Msuri tunaweza mrudisha. Sababu nimeonelea pande ya kwangu, nimeona ni mtu ako na roho mzuri. Sio mtu wa kujipenda. Ni mtu ako na roho mzuri na ni mtu anafanyia watu hata kazi. Ukiangalia kama soko, ukiangalia mambo mingi, anavuta watu, anatoa mtu kila pahali, anakuja anampea kazi. Kwa hivyo Fadhili Msuri anaweza pewa tamu ingine aongoze, tuone kazi yenye atafanya tena. Sasa ndugu yangu, ungekuwa na swali yote pengine kutuuliza sisi kama Waislamu kuhusu dini yetu, alafu na mimi kama nitakuwa na swali moja nikuulize. Kwa saa hii nyinyi kama Waislamu naonaga mnakuwa kitu kimoja. Alafu kanisa kama ni kanisa, msikiti, nyinyi huwa mnaenda wakati wowote na mara 5 kwa siku. Na sasa binadamu afai kuandaa kanisa kila Jumapili peke yake. Anafaa kila saa anamkumbuka Mwenyezi Mungu, sababu Mwenyezi Mungu ako na sisi dakika yoyote. Hapo mimi naweza sema congratulations to Waislamu. Sasa yangu na mimi pia kwa maana nimeona kidogo Uislamu umeupenda. Na unasemaje tu join tuwe pamoja? Kwa kuwa join hiyo naweza sema pole. Naweza sema mimi ni Mkristian na ule Mungu nyinyi mnaomba, si mnaomba Mwenyezi Mungu aliye mbinguni? Ndio. Na sisi pia wa Christian tunaomba huyo Mwenyezi Mungu. Asante. Sasa kidogo kabla nikudi, kwa maana kidogo mimi na sio Wakristo naomba Mungu katika utatu. Kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Roho. Ni kweli ama si kweli? Hebu rudia tena. Wakristo wanaomba Mungu katika utatu mtakatifu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Kweli ama si kweli? Naweza sema ni kweli. Ni kweli. Naweza sema ni kweli. Mungu alijifunua kwa Yesu na kwa Musa na kwa manabii akiwa yeye ni wangapi? Nani? Mungu. Alijifunua kwa manabii akiwa yuko katika nafsi tatu au nafsi moja?
Kwa hiyo siwezi taka tupelekane na wewe sababu bado sijafika hapo. Kuna kitabu cha Qur'ani hapa, nikusomee kidogo. Hapo siwezi taka tupelekane sababu sijafika hapo. Na jina la Mwenyezi Mungu si la kuchezewa. Ni la kuheshimiwa. Tuweke jina la Mungu palipake. Kwa ndio mimi nikasema hivi, ukisoma kitabu cha Kutoka 20 kuanzia 1, Mungu akanena maneno hayo yote. Mungu anamwambia Musa, ewe Musa, hakika mimi ndiye Bwana. 31 fungua. Kutoka 31. That one. Ngapi? Hebu tuanze moja. Bwana akanena na Musa na kumwambia, angalia nimemuita kwa jina lake Bezaleli. Anza 21. 21. 20 verse 1. 20. Yani 20 verse 20. Kutoka 20 verse 1. Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Asante. Mungu anamwambia Musa, ewe Musa, mimi ndio Bwana Mungu wako niliyekutoa Musa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Ewe Musa, usiwe na nini? Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usivishuhudie wala kuzitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wabatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiayo. Asante mzee wangu. Mungu anasema hakika mimi ndiye Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine. Usiwe na Mungu Baba wala Mungu Mwana wala Mungu Roho, bali uwe na Mungu wangapi? Mungu mmoja. Kwa hivyo mtu atakaposema kuna Mungu watatu amekosea nani? Amekosea Mwenyezi Mungu. Asante. Ndio sisi Waislamu tunasema kul wallahu ahad. Sema yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Asante sana. Karibu. Asante sana. Ndugu wetu huyo pia naye. Asante sana. Brother, vipi lakini? Mambo mazuri? Nafurahi kukujua, nafurahi kuonana na wewe. Mimi naitwa Abubakar, unaitwa nani? Mimi Jeff. Sisi basi kama ungekuwa Muislamu tungekuita Jafari. Jafari, au sio? Sasa sisi tumetembea kidogo, tumetembea katika stage hii. Leo ni kukaribisha wewe katika Uislamu. Kwa maana kidogo nimeona tunanyamaza na Uislamu wetu katika msikiti. Inakuwa hatari, watu wengi wanakosa kufahamu Uislamu. Ndio leo nikasema acha nikukaribishe. nashukuru. Jana tumesherehekea Eid. Sijui kama ulialikwa? Hapana. Tulikuwa tunaalika watu Eid. Yani watu tusherehekee pamoja. Mimi sikualikwa. Kualikwa basi next time tutakualika. Mimi Muislamu na nampenda Yesu, nampenda Muhammad, nampenda Ibrahim. Je, nawe kama Mkristo unampenda nani? Nampenda Yesu. Nampenda Yesu. Na Yesu akikwambia twende utakwenda ama unabaki? Utakwenda. Sasa ningependa kusomea kitabu kimoja hapa. Lakini niko na customer. Kuna customer kidogo. Sawa basi. Sasa lakini tunakukaribisha. Yesu alikuwa Muislamu. Sijui kama ushajua hivyo. Sijajua. Basi Yesu alikuwa Muislamu. Yesu alikuwa anaingia kwa msikiti inaitwa sinagogi. Msikiti wa Wayahudi. Yesu alikuwa anaingia ndani. Sasa na wewe pia vile vile ndugu yangu, njoo tutembelee pale msikitini angalau tuzungumze mambo mawili matatu. Sawa. Sawa Asante. Jamii. Sawa. Asante. Alhamdulillah. Vipi lakini mambo mazuri? Huko? Vipi bro? Kwa sana. Yes. Sema upe speaker, atupe injili. Basi Tena umekataa? Mzee, mimi naitwa Abubakar, unaitwa nani? Mimi naitwa Charles Mego Irongo. Irogo, ohoro waku. Wakafio. Moshene nako. Moshene nako. Ruare. Nakukaribisha kwa Uislamu ndugu yangu kutoka Ruare. Kwa Waislamu asin? Na nataka uko Muislamu kama Yesu, Muislamu kama Musa. Bado. Kwa nini? Kulingana na vile mama ameendelea. Mama amekulea. Asante sana. Mimi ni Mkatoliki. Wewe ni Mkatoliki damu? Damu. Asante. Hata mimi kulelewa na mama. Hata mimi familia yangu wengi ni Wakatoliki. Lakini baada ya Mungu kuna swali nauliza hapa kwenye kitabu cha Qur'an. Ushaikuona Qur'an? Ile ndio Qur'an, the Holy Qur'an. Qur'an mimi ndio nataka nikusomea ndiko moja uone kama utaifahamu vizuri.
Unajua utanisomea na mimi sielewi. Ni Kiswahili. Ni sawa, lakini unajua kuna Qur'an, kuna Biblia. Na kusomea pia Biblia. Biblia. Na kusomea, lakini kuna swali moja Mungu anauliza hapa tu. Anasema, na wanapoambiwa fuateni aliyoteremsha Mwenyezi Mungu usema, bali tutafuata yale tuliyokutana nayo baba zetu. Je, sasa Mungu anauliza, je, hata kama baba zao walikuwa hawafahamu chochote wala hawajaongoka, je, watawafuata tu? Mungu anauliza. Kwa mfano unasema ya kwamba wewe ulimelelewa na mama yako, ukapata mama yako ni Mkristiano, yeye ni Katoliki. Sasa Mungu anakuuliza, je, hata kama mama yako alikuwa hajui chochote utamfuata tu? Nitamfuata. Hata kama yani kipofu kimweza kipofu utaingia wapi? Mama yangu sio kipofu. Anasema mfano, hii mfano natoa, si msemo. Usilete mfano, usilete mambo ya kanisa, usilete mfano. Tusomee Biblia, katika Biblia tu. Wacha kusoma basi Biblia. Ndio kusoma Biblia. Usilete mambo ya Qur'an nini? Ati uniambie mama yangu anasema mfano. Wacha nikuambie kitu moja. Kulingana na vile mama ameendelea, tumeona mashirika mingi sana hapa duniani. Kuna wenye hata wanaenda wanatupa watu kwa msituni, kuna wengine wanaenda wanapiga watu viboko. Kuna wengine unakuta mtu anaambiwa lazima ufanye hivi ndio ukue wa hii dini, lakini sisi sio hivyo. Mama vile nilimkuta bado hata saa hizi bado wako vile vile. So ndio namfuata na yeye aliona mingi kuniliko. Hata mimi nakipenda kuulia kitu kimoja, kwa maana katika kanisa Katoliki kuna sala ya Maria. Hii sala ya Maria unaifahamu? Naifahamu. Okay. Inasema hivi, salamu Maria umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote. Wewe na Yesu mzao tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa mbinguni. Mama wa nani? Mama? Maria mtakatifu mama wa nani? Hapo anasema hivi, salamu Maria umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote. Wewe na Yesu mzao tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa hivi na saa kufa kwetu. Ushakusikia sala? Nishaisikia. Na umewahi tafakari kati ya Maria na Mungu nani aliumba mwenzake? Kati ya Maria na Mungu nani akaumba mwenzake? Hakuna mwenye aliumba mwingine. Hakuna mwenye aliumba mwenzake. Huyo Maria si kiumbe cha Mungu? Maria aje? Yeye anasema hivi, inaweza kuwa kiumbe ya Mungu. Ndio. Unajua sisi tunajua katika Biblia inasema naye Adam akasema anahitaji msaidizi, ndio akamuumbia nani? Akamuumbia Hawa. So hapa inakuja unasema ate Maria naye hiyo sijaelewa. Hujanielewa hivi. Mimi na wewe na Maria ni vizazi vya nani? Si ya Mungu. Vizazi kutoka kwa Adam, tumetoka kwa Adam. Sisi wote tumetoka kwa Adam. Si ni kweli? Kwa hivyo Maria pia ametoka katika kizazi cha nani? Si ya Mungu. Ndio, Mungu ndio alituumba. Mungu ndio aliumba baba yetu Adam. Baada ya Adam kuumbwa, Adam akaendelea kuzaa vizazi katika ardhi. Kweli si kweli? Ni kweli. Na katika vizazi vya Adam waliozaliwa moja ni nani? Moja ni Maria. Kweli si kweli? Ni kweli. Asante. Kwa hivyo Maria anakuwa ni sisi, mimi pamoja na wewe pamoja na Adam ni viumbe vya nani? Ya Mungu. Asante sana. Kwa hivyo Maria ni viumbe vya nani? Maria ya Mungu. Asante. Hawezi kuwa mama ya nani? Hawezi kuwa mama ya Mungu. Aje? Atakuwa Mungu mwenyewe hakuzaliwa. Lakini Wakatoliki Mungu mwenyewe hakuzaliwa. Mungu. Sawa, so malizie basi. Wewe tuambie wewe. Unajua mimi naweza kuwa mimi. Ona. Anza. Wala kidogo tumalizie alafu nakuja. Hapo nilikuwa nataka kukuonesha katika sala ya Maria kuna kosa moja. Kosa ambalo pale unaposema Maria mtakatifu mama wa Mungu, na tumekubaliana na wewe kwamba sisi sote ni Maria, mimi na wewe ni viumbe vya nani? Ya Mungu. Kwa hivyo unaona kuna kosa moja hapo kusema Maria mama ya Mungu. Tuombee sisi wakosefu na sasa hivi na sasa kwa kwetu. Sasa ndio tujue basi. Ndio next time mtu akituuliza tusikose ama aje rongo. Atukirebishe mahali yenye tunafaa. Sasa hiyo ni kwanza kosa la kwanza. Kosa la pili, pale kuna nini? Kuna ile sanamu ya Yesu ndani ya kanisa. Sanamu, yani sanamu Yesu amechongwa. Ile yenye imechorwa. Sasa imechongwa kabisa. Yes, ni kuchora na kuchongwa inakuwa sawa. Sawa. Sasa unapata pale kanisani kuna sanamu ya mama fulani hivi amebeba mtoto. Anaitwa Maria. Amebeba mtoto. Yuko pale mbele. Maria amebeba Yesu. Elewa, nisikize masikio, tenga masikio. Alafu tena pia vile pale kuna sanamu ya Josefu. Josefu ni
ni mume wa Mariamu baada ya Mariamu kupata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mariamu naye ni Yusufu kwa amemposa Mariamu tayari. Unaona? Hapo baba. Usiende hivyo unataka kukuja. Hakuna mimba ya Roho Mtakatifu. Hiyo tuelewane. Okay. Hiyo na alipata mimba bila mume. Mariamu alipata mimba bila mume kweli? Mimi hiyo nimesikia na wewe. Sasa ngoja Biblia uje unabini Biblia ninayo. Leo tutaona leo. Tusomee baba. Hata mimi nataka kuangalia. I want to know. Tusomee baba. Taratibu. Wewe ni Mkristo kwanza, nimeshangaa unaniambia hujai kuona hiyo. Hujai kuona hiyo? Kulingana na mimi. Wewe umeniambia kama naweza badilika. Hebu tusome kwanza andiko linasemaje kidogo, kama naweza badilika. Lakini alafu tena unaniambia Kenya wewe mimi siwezi fuata ati mtu. Lakini mimi nimekuambia ni mahali nilianzia mpaka nikakuwa. Ndio hapo sasa. Hebu nisomee kwanza. Anasema hivi, kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Ukurasa wa 18. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo, tulia baba. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mamake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitaki kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, kwa maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu. Iko sawa? Andiko sawa. Iko sawa Wewe maandiko umeona maandiko sasa? Nimeona maandiko lakini bado. Sasa hebu uliza mtu yote kama Yesu alizaliwa na baba. Yesu kuzaliwa na baba. Yesu alizaliwa kwa uwezo wa Mungu. Mungu alisema Mariamu pata mimba. Mariamu akapata nini? Mimba. Akapata mimba bila kuguswa na wanaume. Hiyo nayo ni triki. Dada jambo. Hiyo ni triki babu. Hiyo ni triki my friend. Alipata mimba. Kwanza ndio nani? Mimi naitwa Koesh. Koesh yamune. Mimi niko salama. Gorongale. Sina mambo. Mimi nataka tu nijue mtu alipata aje mimba bila kulala na mwanaume. Sasa ndio sio kwa ubaya, lakini nasema hivi. Mariamu alipata mimba bila kulala na mwanaume yote. Sasa ndugu yangu hiyo hujai kusikia? Sijaisikia. Sasa ndugu yangu anasema hujai kusikia. Sasa ndugu yangu my brother. Sasa hayo maneno hujai kusikia? Hiyo nimesikia mimi na wewe. Hebu sasa leo nenda nyumbani ukute wazazi waulize, je, Mariamu alipataje mimba yake? Nitawauliza. Hata mimi ndauliza. Watanielekeza. Mariamu alipata aje mimba bila kuwa na mwanaume? Sasa huyu Mariamu huyu Mariamu alipata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, yani inakuwa kwa Biblia Mathayo 1:18. Mathayo 1:18. Rongo andika hapo, ndio mimi nitaenda kufuatilia tu pole pole, mimi niangalie. Sasa ngoja kidogo, kuna andiko nataka kusomea. Sasa Mariamu huyu ambaye kwamba alikuwa aliongozwa na Roho Mtakatifu, nini sasa tusikia? Qur'ani imeweka sura nzima inaitwa Suratul Maryam, inazungumzia historia ya Mariamu kwa ufupi. Anasema Bismillahirrahmanirrahim. Inakuwa ndio 19 usishike 19:16 ni Qur'ani. Inasema namtaje Mariamu kitabuni humu. Alipojitenga na jamaa zake akaenda mahala upande wa mashariki wa msikiti. Kumbe Mariamu alikuwa anaenda upande wa mashariki wa nyumba gani? Ya msikiti. Hiyo ni Qur'an tunasoma. Hiyo ni Qur'an. Sasa kumbe Mariamu alikuwa anaenda katika nyumba inaitwaje? Msikiti. Asante sana. Sasa ikiwa Mariamu alienda kwa msikiti, watu wanakwenda kwa msikiti ni watu wa dini gani? Waislamu. Asante. Kama wewe nafikiri pengine mtu umeisha pa Kenya. Tusomee kwa hii Biblia nyingine utuonyeshe mahali alienda kwa msikiti. Kwa hii Biblia. Tupeleke kwa hii na hii. Hii bado hatujajua kama ni tunahitaji ya Waislamu na tunahitaji. Sisi tunataka tujue. Hatujui hii ni kama ni New Testament ama New Testament. Hii iko yote Old Testament na New Testament. Iko sawa. Ndio. Ndugu yangu jambo. Salama. Ndio. Mimi naitwa Abubakar, unaitwa nani? Mike, ningependa tulikuwa na utata hapa na ndugu zetu hapa. Mimi nimesema Maria alipata mimba bila kuguswa na mwanaume yote kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ni kweli ama si kweli? Si kweli. Mariamu alipataje mimba? Alipata mimba na Joseph. Joseph ndio alimpatia mimba? Ndio. Sasa Biblia gani hiyo? Biblia nayo sija nini sana. Ngoja kidogo ndugu yangu. Wala kidogo kiada. Kuja huko. Alipata mimba kule.
Kula kulala na mwanaume hapa. Hakulala na mwanaume yote. Alisema hakulala na mwanaume yote, lakini Yesu alizaliwa. Sasa tunataka tuone ilikuwa kwa wapi. Sasa tunataka nani aone. Hakuna mambo. Soma kidogo nani aone, nataka nani aone. Sina mambo. Ndugu yangu asikia hapa. Nataka nielewe. Luka 1:26. Hakuna katika Luka 1:26. Budiani wewe. Usitoke bwana mzee wangu. Hatuwezi toka. Usitoke. Unajua mimi nimeshangaa mara ya kwanza kusikia Wakristo wajui kama Mariamu alipata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Alipata kwa hiyo. Alipata kwa Roho Mtakatifu. Hao wanasema hapana, haiwezekani. Iko hivyo. Nataka kusema Kenye mimi najua sio kwa wala, lakini kenye mimi najua ni Joseph ndiye aliweka mimba nani? Kupitia Roho Mtakatifu. sasa sikiza hapa. Hata wewe Ndio Biblia Luka 1:26. Wacha niwaambie sasa, hebu songe kidogo niwasomee. Luka 1 mstari wa 26 anasema hivi. 1:26 na tuanza hapa. Mwezi wa sita malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya jina lake Nazareti. Kwa mwanamwali bikira, nimeanzia hapa 26. mimi siko nimeelewa. Ni 1:26. 26. Mwezi wa sita malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya jina lake Nazareti. Kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa mbari ya Daudi. Na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akiingia nyumbani kwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yupo pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii na namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yesu. Unaona? Imesema nini? Umeelewa? Na hii inasema Inasema hivi. Umeelewa? Sasa inasema hivi, ngoja kidogo. Hii Qur'an inasema hivi 19. Umeomoka chama yangu. Angalia hapa bro, ulikuwa unauliza inasemaje? Hapa tupeleke pole pole. Hata mimi nitakwenda pole pole. Kama hapa hatujamaliza na ushaka. Huyu ameuliza. umeuliza na hii inasemaje? Ndio nataka kumwambia sasa. Ndio tunafika 16. Malaika akasema, hakika mimi ni mjumbe wa Mola wako ili nikupe mwana mtakatifu. Akasema, nawezaje kupata mtoto hali hajaligusa mwanamume yote kwa njia halali, wala mimi si mwanamke mwenye kuzini. Sasa malaika anamjibu, unamwambia malaika akasema, ni kama hivyo ulivyosema, lakini Mola wako amesema haya ni sahali kwangu, ili tumfanye miujiza kwa wanadamu na rehema itokayo kwetu, ndio tumefanya hivi. Unaona? Kwa hivyo unaona Qur'ani ijatofautiana na Biblia. Inakubali kwamba Mariamu alipelekewa yaani Mungu alitaka Mariamu azae pasina mwanaume kumgusa. Sasa ndugu yangu, Sawa. hata Biblia pia hivyo. Kwa hivyo haya maneno mjaisomewa kanisani. Wewe unaambiwa kanisani Yesu alizaliwa na nani? Ni Joseph. Joseph. Ndio alimzaa. Ndio. Okay. Basi uko kanisa gani wewe? Mimi. Mimi niko Legio Maria. Legio Maria. Kwa hivyo Legio Maria wanakubali kwamba mimba ya Mariamu ni kwa Yusufu. Okay, basi mimi sija kusikia hiyo. Kwa maana mimi nasoma Biblia. Sawa sawa. Sasa una swali yote ungependa kuuliza pengine? Sina maswali. Sina. Karibu sana basi katika Uislamu. Na ndugu zangu nasemaje sasa? Turudi kwako sasa. Unajua wewe unataka polepole, wewe unataka haraka haraka, unataka polepole. Sina maneno. Niko tu sawa. Kulingana na vile umesoma Biblia. Je, unajua kwamba Yesu aliingia kwa msikiti? Yesu. Sijaisikia. Haujaisikia? Kidogo hapo na ufafanuzi zaidi. Kuna swali na kuuliza kabla utoe hiyo. Shikilia ndio tunataka nayo. Hizi vitu zote zenye unatoa, uko na Qur'ani hapa, uko na Biblia na bado umeingia kwa mfuko unatoa Biblia nyingine. Zote zinapelekana ama zote zinaenda juu? Sijaelewa mimi. Zote zinapelekana. Zote zinapelekana. Ushaelewa my brother? Zote zinapelekana. Sasa Mathayo 4:23 zinapelekana. Sasa nao hii nao ni gani hii? Hii ni Biblia ya King James Version. Na hii nyingine? Hii Biblia ni na hiyo nyingine hiyo ni Qur'an. Kuna Qur'an na Biblia mbili. Biblia hata Biblia ziko tatu hata hapa tusifanye kazi kuumbwa. Tusifanye kazi kuumbwa. Unajua Biblia kama hii ni Biblia na hii ni Biblia,
inafaa kuwa inapelekana na hii na hii inapelekana. Sasa ngoja nikusomee basi. Hakuna vile utatoa hii na ile nyingine na utoe hiyo nyingine. Sasa hiyo hata mimi itakuwa confused. Utakuwa confused sasa. Itakuwa confused my friend. Ngoja kidogo, mimi nakuja, kuna kitu nataka uelewe. Wewe kwa mpole tu. Kwa mpole. Hii ni 23 Mathayo, sawa? Hii ni 23 Mathayo. Unaona bwana? Hii ni 23 Mathayo inasema hivi. Nikusomee Biblia na alafu nikusomee tena hii nyingine hii. Uone kama zifuatani. Hii ni 23. Hii ni 23 Mathayo inasema hivi. Naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote. Huyu ni Yesu alikuwa akizunguka katika Galilaya yote, sawa akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme na kuponya wagonjwa wa udhaifu wa kila namna. Yesu alikuwa anahubiri injili katika nyumba inaitwaje? Sinagogi. Sinagogi. Sasa tena hii nakuongezea sasa hili. Uone kama nitofautiana, si ndio? Usije ukasema mwalimu amenichanganya. Ndio kwa maana nimeona wewe ni mtu unataka kuelewa sana. Hii ni 23 nasema hivi. Naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote, akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema za ufalme na kuponya wagonjwa na udhaifu wa kila namna. Iko sawa? Niko sawa. Iko sawa. Sasa nini maana sinagogi ili tuweze kufahamu? Sinagogi ni nini? Hiyo nyumba ambayo kwamba Yesu aliingia ndani inaitwa sinagogi ni nini hiyo? Ni tuseme kama mimi nasema ni hekalu. Hekalu. Asante. Sasa ni hekalu ni kama kanisa au msikiti ama nini? Okay, sasa hebu Biblia wale walitafsiri, nimetoa Biblia sababu ina maelezo ya maneno magumu hapa nyuma. Unaona bana? Angalia hapa. Neno maelezo ya maneno mazito. Yaani yale maneno ambayo kwamba huwezi kufahamu.